Kwangu mimi naweza nikasema katika miaka 10 mpaka 15 kiwango kilichoonyeshwa na timu ya taifa sijawahi kukiona. Ni kiwango cha hali ya juu, vijana wamejituma, na ukija kaangalia sasa hivi unaona kabisa timu yetu ina mwelekeo wa kufanya vizuri zaidi siku za usoni. Na kiufundi kama kocha, kwa sababu wewe umecheza lakini pia unafundisha mpira, kiufundi unahisi tumefanikiwa katika maeneo gani hasa? Nadhani kitu kikubwa ambacho kilichofanikiwa ni kwa baadhi ya wachezaji ambao wanacheza nje wamekuja sasa hivi kuimarisha timu yetu ya taifa, na ukija ukaangalia na ule mchanganyiko wa wachezaji wa Azam, Simba na Yanga kucheza mechi za kimataifa mara kwa mara. Kwa maana hiyo nadhani ukija ukaangalia ule mchanganyiko umekuja kuifanya timu ya taifa kwa sasa hivi icheze bila pressure, wachezaji wanacheza yani kwa kujiamini. Nadhani ndio kitu kikubwa ambacho tunaweza kujivunia, na zaidi na Mwalimu Gamondi alipokuja, nadhani kuna kitu amekuja kukiongeza kwa wachezaji kuimarisha viwango vyao na ubora wao zaidi. Kumekuwa na wachezaji ambao wameonyesha kama hivyo unavyosema viwango ambavyo ni vizuri. Kwa upande wako ni mchezaji gani ambaye kiufundi amekuvutia kweli kweli na unahisi anaweza akaja kuwa msaada mkubwa kwa Stars hata katika michuano ambayo tutashiriki mbeleni? Naweza nikasema kwanza kabisa mchezaji kama Mwalimu Selemani Mwalimu, baada ya kutopata nafasi mechi za awali katika game na Morocco, amekuja ameonyesha ubora wa hali ya juu sana. Kwa maana hiyo naweza nikasema ni mchezaji kwa siku za usoni anaweza akawa ni tumaini au tegemeo kubwa sana kwa upande wa mbele. Maana ukija kaangalia mchezaji kama Mbwana Samata ameshatumika sana, amefanya kazi kubwa timu ya taifa. Kwa maana hiyo sasa hivi anakwenda mwishoni. Sasa wachezaji kama Selemani Mwalimu kwa kiwango alichokionyesha, nadhani anaweza akawa ni msaada mkubwa sana kwenye timu yetu ya taifa. Kwa mchezaji mwingine ambaye naweza nikasema ambaye anatakiwa apate heshima kubwa sana ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Kija kaangalia Yanga Afrika huwa hapati nafasi ya mara kwa mara, lakini alichokifanya kwenye mashindano ya AFCON inatakiwa yani apewe heshima yake ya hali ya juu sana, ni kwa ubora aliouonyesha. Na kwa upande wako, kwa benchi hili la ufundi chini ya Miguel Gamondi, amekuja tu kama kocha wa muda, lakini kuna option za kumuongezea muda zaidi na akawa kocha mkuu wa timu ya taifa. Kwa upande wako unahisi ni mtu ambaye atatufikisha katika mazingira mazuri zaidi? Kwanza naweza nikasema kinachohitajika kwa sasa hivi TFF na Wizara ya Michezo wajaribu kukaa na Mwalimu Gamondi, wampe mkataba wa moja kwa moja. Kwa sasa hivi akili yake akilala akiamka inatakiwa hiyo timu ya taifa. Majukumu aliyokuwa nayo kwenye timu yake ya awali nadhani inatakiwa sasa hivi afunguziwe. Sasa hivi ya concentration zaidi na timu ya taifa. Nadhani wampe majukumu atupeleke paka 2027 ambapo ndio tutakuwa tunaandaa hii michuano tukisaidiana na majirani zetu. Nadhani kuna kitu kinaweza kikafanyika kwenye mashindano ya AFCON yanayokuja 2027.